Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Shalom, shalom. Mungu awabariki sana kwa kuendelea kufuatilia maombi, na siku ya leo tutaomba maombi ya kuachilia ujio wa watu kwa ajili ya kutusaidia kwa ajili ya mwaka 2026. Na maombi haya tutaenda kusoma mistari mbalimbali ya Biblia ambayo itatusaidia kwa ajili ya maombi haya ya siku ya leo. Lakini ningeomba kitu kimoja, naomba radhi sana kutokana na tulitakiwa tufanye live kutokana na taarifa za mwanzo kabisa ambazo nilizitoa, lakini kutokana na changamoto zilizopo tumeshindwa. Kwa hiyo tutaendelea katika namna hii mpaka pale ambapo tutakapoweza kufanya live katika media zote. Lakini hakikisha kwamba unafuatilia social media zote za Pastor Alice, na Mungu akubariki sana. Sasa siku ya leo tutaenda kumwomba Mungu aachilie ujio wa watu ambao wanatakiwa kutusaidia mwaka 2026. Kitu kimoja ambacho tunatakiwa kujua ni kwamba kuna umuhimu wa kuwa na watu, na Mungu huwa anatumia watu kwa ajili ya kutusaidia, lakini pia hivyo hivyo hata shetani naye huwa anatumia watu kwa ajili ya kutuangusha. Na kuna umuhimu sana kama Mkristo ukamwomba Mungu akuletee watu kwenye maisha yako. Unahitaji watu, na ndio maana ni muhimu sana kuwa makini na mahusiano yako. Usiwe mwepesi wa kuharibu mahusiano mahali ambapo unajua kabisa kwa namna moja au nyingine Mungu ndo amekuwekea msaada wa wao watu kwa ajili ya wao kukusaidia. Hili ni somo ambalo ni refu na ni pana, na tunamwomba Mungu katika session zetu za YouTube ambazo tutazianza hivi karibuni, YouTube pamoja na social media za Facebook, Instagram, tutakuwa na mafundisho mbalimbali ambayo tutakuwa tunajifunza ya kuweza kutusaidia namna ya kuenenda hata katika maisha ya kiroho na namna ya kuenenda hata katika maisha ya kimwili. Kuna watu ambao kwa sababu tu ya kukosa hekima ya namna ya kuishi na watu wamejikuta wameharibu mahusiano yao na wasaidizi wa hatima. Sisemi kwamba inabidi unyenyekee watu kwa sababu tu kwamba wanakusaidia, lakini inabidi uwe na hekima ya kimungu ya kuweza kutunza mahusiano, hekima ya kimungu ya kuweza kutunza watu ambao Mungu amewatuma kwenye maisha yako kwa ajili ya kukusaidia. Amen. Kwa sababu watu ni watu wa muhimu sana. Kuwa na watu ni mtaji. Kuwa na watu ndipo ambapo kuna mafanikio ambayo unaweza kuyapata kwenye maisha yako. Kwa hiyo usiseme, na huwa sipendi wale watu ambao wanasema mimi sihitaji mtu, sihitaji. Hapana. Hiyo ni roho ya shetani ambayo inakusababisha uone kwamba watu si wa muhimu, na kati kiuhalisia watu ni wa muhimu. Tunahitajiana wapendwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kutunza mahusiano, kuwa na hekima ya Mungu ya kutunza mahusiano, lakini pia wakati mwingine inabidi uwaombee wasaidizi wako wa hatima, kwa sababu wakati mwingine shetani anaweza akakuvurugia mahusiano. Wewe ukaona kwamba ni mahusiano ya kawaida, lakini kumbe wale ni watu ambao wametumwa kwa ajili ya kuja kukusaidia. Kama nilivyosema, hili ni somo pana, alafu ni somo zuri sana ambalo ningetamani katika moja ya masomo ambayo videos ambazo nitakuja kurekodi watu wajifunze namna ya kuhandle mahusiano, namna ya kuombea mahusiano yao, lakini pia namna ya kutumia hekima unapokuwa upo kwenye mahusiano na watu mbalimbali kwenye maisha yako. Kwa hiyo mistari ya Biblia ambayo tutaenda kuisoma siku ya leo inatoka katika Isaya 43 mstari wa 2, inasema, kwa kuwa u wa thamani machoni pangu, u wa heshima, nami nakupenda, kwa hiyo nitatoa watu badala yako na mataifa badala ya roho yako. Kutoka 2:5 mpaka 10 inaelezea namna ambavyo mtoto wa Farao alitumika kama msaidizi wa hatima wa Musa kwa ajili ya kumlinda kinyume na mauti, kinyume na kuua kusudi la Mungu. Amen. Na katika Mithali 3 mstari wa 4, Mithali 3 mstari wa 4 inaelezea hii katika Kutoka 2:5 mpaka 10. Mtoto wa Farao, kumbuka kwamba historia ya Farao alitangaza kwamba watoto wote wa kiume wa wana wa Israeli wauawe, lakini mtoto wa Farao wa kike alimkuta Musa, akampenda, akamchukua, akaanza kumlea. Kwa hiyo Mungu alimtumia mtoto wa Farao
kama msaidizi wa hatima wa Musa, kumlinda Musa na kila roho ya mauti, ili aweze kutimiza kusudi la Mungu. Amen. Lakini pia tutasoma katika Mithali 3 mstari wa 4 ambayo inasema, ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele ya wanadamu. Amen. Na Samueli wa kwanza 16:18, Samueli wa kwanza 16 mstari wa 18 na 19 inasema, ndipo mmoja wa watumishi wake akasema, tazama, nimemuona mtoto mmoja wa Yese Mbethlehemi, aliye stadi wa kupiga kinubi, tena ni shujaa, ni mtu shujaa hodari wa vita, anenaye kwa busara, mtu mzuri ambaye Bwana yuko pamoja naye. Basi Sauli akawatuma wajumbe kwa Yese, akasema, mtume Daudi mwanao kwangu, aliye pamoja na kondoo. Huyu mtumishi wake Sauli alikuwa anamjua Daudi, kwa hiyo akawa anamwelezea Sauli juu ya Daudi ambaye baba yake ni Yese. Kwa hiyo akasema kwamba huyu mtu anaweza kupiga kinubi, anampa sasa sifa kwamba anaweza kupiga kinubi, kwamba ni mtu shujaa, ni mtu hodari wa vita, anenaye kwa busara, ni mtu mzuri ambaye Bwana yuko pamoja na yeye. Unatakiwa kujua kwamba kuna watu ambao Mungu anaweza akawatuma kukuconnect mahali fulani pakuu, na hii ndo ilikuwa mwanzo wa Daudi kuinuliwa mpaka alipokuja kuwa nini? Kuwa mfalme. Katika kitabu cha Yohana 5:5 mpaka 7 inasema, na palikuwa na mtu aliyekuwa hawezi kwa muda wa miaka 38. Yesu alipomwona amelala na kujua ya kuwa amekuwa katika hali hiyo muda mrefu, akamwambia, je, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akajibu, Bwana, sina mtu wa kunitia ndani ya bwawa la maji yanapochafuka, lakini mimi ninapokuja mwingine hushuka kabla yangu. Hii ni historia ya mtu ambaye alikuwa hajiwezi na alikuwa hana mtu. Yeye kama yeye alikaa kwenye hilo bwawa kwa muda wa miaka 38. Kulikuwa na sheria kwamba kila baada ya muda kuna malaika ambaye anashuka, anaingia kwenye lile bwawa, na akisha shuka pale anakuwa analeta uponyaji. Kwa hiyo mtu anakuja, anaingia kwenye mtu wa kwanza ambaye atakayeingia kwenye lile bwawa la maji ndiye ambaye atakayepata uponyaji. Sasa watu wengine ilikuwa ni rahisi kwa wao kupata uponyaji kwa sababu kulikuwa na watu ambao wanawasukuma, kulikuwa na watu wanawabeba, kulikuwa na watu ambao wanawadumbukiza, kulikuwa na namna fulani hivi kwamba kuna watu ambao walikuwa wanawasaidia kusudi malaika atakapokuja na kuyatibua yale maji, mtu mmoja aweze kuingia. Sasa huyu alikosa mtu kiasi ambacho ilibidi akae miaka 38, miaka 38 akisubiria msaada wa kusukumwa na mtu, mpaka ikafika kipindi yani ameona shida yake imeendelea. Yesu anamuuliza swali kwamba kama anahitaji uponyaji, lakini yeye alichojibu ni tofauti na kile ambacho Bwana Yesu anamuuliza. Sijui kama mnanielewa. Kwa hiyo yeye anajibu kwamba mimi nimekosa mtu wa kunidumbukiza, nimekosa mtu wa kunidumbukiza, nimekosa mtu wa kunidumbukiza kunisaidia kuweza kudumbukia humo. Badala ya kusema kwamba anahitaji uponyaji, anasema mimi nimekosa mtu wa kunidumbukiza. Hii inaonyesha ni kwa namna gani kuna watu ambao mmekaa kwenye shida ya muda mrefu, mmekaa kwenye matatizo ya muda mrefu, umekaa kwenye kukosa kazi kwa muda mrefu, umekaa kwa kutokuolewa kwa muda mrefu, umekaa kwa kutokuoa kwa muda mrefu, umekaa mahali pamoja, ili hali kuna watu ambao wamebeba majibu ya maombi yako. Kuna watu mmekaa miaka 5 na kati kumbe hiko kitu ambacho umekalia nacho miaka 5 ambacho ni shida, ni tatizo, kuna mtu ana suluhisho nalo. Ili ni somo ambalo ni pana sana, natamani siku moja tuweze kujifunza. Amen. Lakini kwa leo, kwa sababu ni maombi, naomba kila mmoja anza kumlilia Mungu usiku wa leo. Ombi lako liwe ni kwamba Mungu, nahitaji watu. Sijui ni kitu gani ambacho unamhitaji Mungu aingilie kati kupitia watu. Sijui ni msaada gani ambao unauhitaji ili Mungu aingilie kati kupitia watu. Siku ya leo naomba kila mmoja mlilie Mungu. Mwambie Mungu, naomba Mungu niletee watu.
ninahitaji watu wenye connection za kazi, ninahitaji watu wenye connection za biashara kubwa wanifundishe, ninahitaji watu ambao wataniconnect na watu wakubwa. Kuna watu ambao kazi yao kubwa, wao kama wao hawana kitu, lakini wana mamlaka ya kufika mahali fulani pa kuweza kuwasaidia watu waweze kuwa connected. Naomba kila mmoja siku hii ya leo anza kumlilia Mungu, mwambie Mungu, mwaka 2026 naomba unitumie wasaidizi wa hatima. Mwaka 2026 sitaendelea kuwa mahali pamoja kwa kukosa msaada wa watu. Mwaka 2026 ninaamini Mungu kwa mkono wako utaenda kutuma watu. Mwaka 2026 hautakuwa mwaka mgumu, kwa sababu Mungu unaenda kutuma msaada kutoka juu mbinguni wa watu ambao watanivusha. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai, ninakuja mbele zako saa hii kwa ajili ya watoto wako Bwana Mungu, tukiomba kwa ajili msaada Bwana, kwa ajili ya msaada Bwana, wasaidizi wa hatima, wasaidizi wa hatima, watu waliobeba suluhisho, watu waliobeba mamlaka, watu waliobeba connection, watu Bwana ambao wataweza kuwasaidia watoto wako waweze kuvuka kwenye maeneo mbalimbali, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Jehova Bwana Mungu wa majeshi, kila tatizo ambalo linataka kujitokeza mwaka 2026, ninaomba Bwana kwa ajili ya msaada wa watu sahihi, msaada wa watu sahihi ambao watasimama kwa ajili ya watoto wako, ambao watasimama kwa ajili ya watoto wako, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Jehova Bwana, ninaomba Bwana kila milango yote ya kukutana na wasaidizi wa hatima ifunguliwe mwaka huu 2026 katika jina la Yesu. Ifunguliwe mwaka huu 2026 katika jina la Yesu. Mungu Baba wa mbinguni, ninasimama kinyume na kila kizuizi cha kiroho kinachozuia wasaidizi wa hatima kufikia watoto wako, kufikia watoto wako. Ninasimama kinyume na kila tabia, ninasimama kinyume na kila nguvu za giza, ninasimama kinyume na kila mamlaka, ninasimama kinyume na kila uharibifu wa mahusiano ambao shetani anautumia juu ya watoto wako Bwana, kama kuwakosesha na watu sahihi ili kuwasababisha waendelee kukaa mahali pamoja pasipo kupiga hatua, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Jehova Bwana, ninaomba Bwana kwa saa hii Jehova, ninaomba Mungu ukainue watu sahihi, watu sahihi wenye uwezo, watu sahihi wenye mamlaka, watu sahihi wenye nguvu ambao watawasaidia watoto wako Jehova kuvuka katika mahali pamoja ambapo wamekaa kwa muda mrefu, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Jehova Bwana Mungu wa majeshi, ninaomba Bwana wasaidizi wa hatima ambao umewaweka kwa ajili ya watoto wako mwaka huu 2026 Bwana, wapate ujasiri, wapate nguvu na wapate neema kwa ajili ya kuwafuata watoto wako Jehova na kuwasaidia. Ninaondoa kila roho ya hofu, ninaondoa kila roho ya hofu katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Maana kuna wasaidizi wa hatima ambao wako tayari kwenye malango ya baraka za watoto wako, lakini shetani anaweka hofu. Kuanzia sasa Bwana, ninaiondoa hiyo hofu. Kuanzia sasa Bwana, ninaiondoa hiyo hofu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaiondoa hiyo hofu katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Ninaomba Bwana ulinzi juu ya wasaidizi wa hatima ambao umewaweka kwa ajili ya watoto wako Jehova mwaka wa 2026. Ninakemea kila aina ya roho ambazo zinatenganisha watoto wako na wasaidizi wa hatima zao. Ninaenda kinyume na kila mamlaka za giza ambazo zinatenganisha watoto wako na wasaidizi wa hatima zao. Ninaenda kinyume na kila pando la magomvi ambazo zinasababisha watoto wako washindwe kuona wasaidizi wa hatima zao, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Jehova Bwana Mungu wa majeshi, ninaomba Bwana watoto wako kuanzia sasa, Roho Mtakatifu awasaidie, Roho Mtakatifu awasaidie, Roho Mtakatifu awasaidie kutambua wasaidizi wa kweli na kuwaepuka wale ambao ni waharibifu, kutambua watu ambao wamewatuma kwa ajili ya kuwasaidia na kuepuka wale watu ambao wametuma kuharibu mahusiano, kutambua wale wasaidizi ambao Bwana wataenda kuwavusha na kuepuka wale watu ambao
Bwana wanataka kuwakwamisha mahali pamoja. Kuanzia sasa Bwana Mungu wa majeshi, ninaomba kila mahusiano mabaya, watu ambao wametumwa kama pando la shetani kwa ajili ya kuleta uharibifu, Jehova, ninawang'oa kwenye maisha ya watoto wako kuanzia sasa. Ninawaondoa kwenye maisha ya watoto wako kuanzia sasa. Mungu, ninaomba Bwana, lile pando, lile kusudi la watu sahihi ambao Mungu umewaamuru kwa ajili ya kuwasaidia watoto wako, wakaonane na watoto wako kuanzia sasa katika jina la Yesu. Wakaonane na watoto wako kuanzia sasa katika jina la Yesu. Mungu Baba wa mbinguni, naomba neema ya watoto wako kuonekana mbele ya wasaidizi wa hatima zao. Neema ya watoto wako kugundulika mbele ya wasaidizi wa hatima zao. Neema Bwana ya Roho Mtakatifu kuongea na wasaidizi wa hatima zao Bwana, waweze kujua ni nini ambacho wanatakiwa kukifanya kwa wakati na majira sahihi. Mungu, ninajua wewe ni Mungu ambaye unajua mahitaji ya watoto wako. Pengine sijataja hitaji lolote lile Bwana, lakini Mungu unaona sirini. Mungu unaona sirini. Kuna watu ambao wanahitaji msaada. Kuna watu ambao wanahitaji mkono wako. Kuna watu ambao wanahitaji usaidizi wako Jehova. Na Mungu, kuanzia sasa ninaomba Mungu kamtembele kila mmoja sawa sawa na hitaji lake. Kila mmoja sawa sawa na hitaji lake. Mwingine inawezekana ikawa ni kazi, mwingine inawezekana ikawa ni biashara, mwingine inawezekana ikawa ni ndoa, mwingine ikawa ni wasaidizi katika eneo la ujenzi, mwingine inawezekana ikawa katika kusaidiwa kuweza kuvuka kwenye mapito yao Bwana. Mungu Baba wa mbinguni, ona vilio vya sirini vya watoto wako. Ona maumivu ya watoto wako Bwana. Ona vilio vya watoto wako Jehova. Na naomba Bwana, sawa sawa na vilio vyao Mungu, ukatume watu ambao watawavusha. Ukatume watu ambao watawasaidia. Ukatume watu ambao watabeba neema ya kuwasaidia katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Kuna watu ambao wanahitaji msaada wa kifedha. Kuna watu ambao wanahitaji msaada wa kiroho. Kuna watu ambao wanahitaji msaada wa ufahamu na akili njema. Kuna watu ambao wanahitaji watu wa kuwashauri mashauri sahihi. Kuna watu ambao wanahitaji msaada wa wasaidizi ambao watawavusha kwenye eneo moja kwenda eneo lingine. Na kuna watu ambao Bwana wanahitaji wasaidizi ambao watawasaidia kwenye maeneo ya ndoa. Kuna watu ambao watahitaji Bwana wasaidizi kuwavusha kwenye maeneo Bwana ya hatima na kusudi kubwa ambalo wamelibeba. Mungu, kuanzia sasa ninawaachilia watu. Ninawaachilia watu kwenye maisha yao. Ninawaachilia watu kwenye maisha yao Bwana. Ninaomba Bwana utume wasaidizi wako wa hatima. Utume wasaidizi wako wa hatima kuanzia sasa. Mwaka huu 2026 hakutakuwa na mtoto yote ambaye yuko mikononi mwako Bwana ambaye atahangaika katika eneo ambalo kuna watu tayari wameshabeba majibu. Katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Mwaka huu 2026 hakutakuwa na mtoto wake yoyote Bwana ambaye atakwama kwa sababu amekosa msaada wa watu. Kwa kuwa Mungu, tunakuamini wewe ni Mungu ambaye unaenda kuachilia watu kutoka kaskazini, watu kutoka kusini, watu kutoka mashariki, watu kutoka magharibi ambao watatumwa kwa ajili ya kuwasaidia watoto wako kuvuka kwenye kila maeneo ambayo wamekwama, kwenye kila maeneo ambayo wamecheleweshwa, kwenye kila maeneo ambayo wanashindwa kupiga hatua, kwenye kila maeneo ambayo yanasababisha maumivu na vilio kwenye maisha yao. Neema yako, kibali chako cha kuvuta wasaidizi wa hatima, cha kuvuta watu wa kuwasaidia, iambatane na watoto wako kuanzia sasa Bwana. Neema yako Jehova cha kusaidiwa, neema yako Jehova ya kusaidiwa kwa wepesi katika maeneo mbalimbali ambayo yanaonekana kuwa magumu. Mungu, ninaomba neema yako iambatane na watoto wako kuanzia sasa. Mwaka huu 2026 hautakuwa mwaka mgumu juu ya watoto wako, kwa sababu neema yako Bwana ambayo inaachilia watu sahihi, ambayo inaachilia watu ambao ni wasaidizi wa hatima, ambayo inaachilia watu ambao wataenda kuwavusha, ambayo inaachilia watu ambao wataenda kuwafariji, ambayo inaachilia watu ambao wataenda kuwasaidia watu ambao wamekwama kwenye maeneo mbalimbali. Bwana, inaachiliwa sasa. Asante Bwana kwa kuwa unaenda kuachilia watu
Asante Bwana kwa kuwa unaenda kuachilia watu. 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 Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.